Amani na rehma za Mwenyezi Mungu mshindi na mtukufu zikushukie wewe ambaye unaitazama Kishki TV wakati huu. Karibu sana katika mwendelezo wa matangazo kuhusiana na ofa ya Al-Hikma Foundation ya tohara. Zaidi ya watoto 480 mpaka sasa wameshafanyiwa. Leo tena ni kituo cha 7 katika siku ya 9, mwendelezo wa kuitafuta namba 1000, kwa maana idadi ya watoto ambao watafanyiwa suna, watoto ambao ni ahadi iliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa Al-Hikma Foundation hadharani kunako siku ya mashindano makubwa ya Qur'ani barani Afrika. Ilikuwa ni Sheikh Nuruddin Kishki ndiye ambaye alitangaza ofa hiyo. Tutawafanyia sunna watoto wa kiume 1000. Alhamdulillah, mpaka sasa leo tukiwa tumefika katika kituo hiki cha Tuangoma. Zaidi ya vituo 6 tayari tumefanya, na cha leo ni kituo cha 7. Ni siku ya 9, ni kwa sababu baadhi ya vituo viwili tulirejea mara 2 kutokana na wingi wa watu. Kama kawaida, zoezi hili halina ubaguzi wa dini wala kabila. Mwitiko umekuwa ni mkubwa sana hapa Tuangoma. Kama ilivyo kawaida, kabla zoezi hili kuanza, Dr. Mwimbe Juma hutoa maelekezo kwa wazazi wote ambao wamefika kuwaleta watoto wao. Nini ambacho wanapaswa kukifanya baada ya zoezi hili kukamilika kwa watoto. Tukamsikilize Dr. Mwimbe Juma akitoa maelekezo hayo. Tunapomuingiza mwanao ndani, tuna njia 2 za kufanya tohara. Sawa? Njia ya kwanza ya kufanya tohara ni aidha ya kumwekea kipira au ya kumshona. Sawa? Njia ziko ngapi? Watoto wengi walioko hapa ninawaona, wengi watakiwa vipira. Sawa? Lakini wapo wachache ambao watakawekewa nini? Watakaoshonwa. Sawa? Kwa hiyo usije ukashangaa ukimwona mwanao kafanya nini kashonwa, kwa sababu sisi tunayokuwa kule ndani ndio tutakayoamua nani ashonwe, nani awekewe kipira. Sawa? Na kuna sababu zinazopelekea tumshone mtoto au tumwekee kipira ni saizi ya babu. Sawa? Utakapokuwa tumemvesha kipira mwanao, tukimvesha pale kwenye chururu yake pale kwa babu, tunamwekea ganzi kwanza. Sawa? Kulia analia kwa sababu tunamchoma nini? Sindano. Sawa, atalia Lakini baada ya kutoka pale wengi huwa hawalii. Kwa hiyo anaweza kachukua hata lisali zima au nusu saa bila kulia mpaka unafika wapi? Nyumbani. Unaelewa? Lakini kwa sababu tumemwekea ganzi, ile sehemu inakuwa imevimba siku hii ya leo. Na huo uvimbe huwa hauishi kwa siku moja. Uvimbe unaendelea leo, kesho, kesho kutwa. Sawa? Na unaweza ukaendelea mpaka kile kipira kinadondoka. Usiogope wala usihofu. Sawa? Ni kitu ambacho kitakuja na kitaisha. Sawa Kitaisha chenyewe. Yaani huo uvimbe utaondoka wenyewe. Isipokuwa utakapoona kwamba huu uvimbe umekuwa mkubwa mpaka unakutisha. Sawa? Pengine ukaona ndani yake kuna usaha, au ukaona damu zinatoka, au mtoto anashindwa kukojoa, mrudisha wapi? Hospitali. Vinginevyo, kulia kwa kawaida ni vitu vya kawaida. Uvimbe wa kawaida ni kitu cha kawaida. Damu kustain kwenye pampers ni kitu cha kawaida. Tena nizungumze, akitoka hapa mtoto anavaa pampers kama kawaida. Baada ya maelezo hayo ya Daktari Mwimbe Juma kuhusu wazazi, muda huu tukazungumze sasa na wazazi wenyewe. Wanasemaje kuhusiana na kile ambacho wamekisikia, lakini pia kuhusiana na ofa hii. Ninaitwa Mr. John Elisha Gombaye. Mr. John Elisha Kambani, wewe ni mkazi wa wapi brother? Tuangoma. Tuangoma, okay. Maelezo daktari umeyasikia? Nimeyasikia vizuri. Umemfahamu vipi kwa upande wako mzee wangu? Nimemfahamu vizuri tu. Tuambie kwa mara kwanza hiyo ofa ulisikia wapi mzee John? Mimi nimesikia kanisani wanatangazwa. Kabidi nihamasike kuwaleta vijana wangu wawili. Nani toa taarifa katika kanisa? Mchungaji. Alisemaje mchungaji? Sema kwamba tukawapeleke watoto kituo cha afya wakafanyiwe tohara. Tuambie kuhusu na Al-Hikma Foundation, wao ndio ambao wamefanya kazi hii chini ya Sheikh Nuruddin Kishki. Kipi ambacho unawaambia kwa hichi ambacho wanafanya? Mimi nawashukuru kwa sababu wameleta msaada mkubwa dhidi ya raia ambao hatuna uwezo wa kuwafanyia watoto tohara. Nilisikia kwenye vyombo vya habari, afu nikamsikia jirani yangu alinipa taarifa, basi ndio nilivyoanza kufuatilia nikakuta ni kweli,
na leo hii nikaambia tarehe 17, na kweli tarehe 17 nimetokea hii leo, na kweli naliona zoezi linaelekea pazuri. Maelekezo waliotupa kuhusu watoto waliofanywa suna tumeyaelewa. Sawa. Hiyo ofa ulisikia wapi kwa mara ya kwanza? Kwa mara ya kwanza nimeisikia jana nilipomleta mtoto kliniki hapa. Wakatuambia kesho watoto wanafanywa suna hapa muje. Ndio maana nimekuja na mimi. Neno lako kwa Al-Hikma kwa hicho ambacho wamefanya? Mwenyezi Mungu awajalie, Mwenyezi Mungu awasaidie, wawape kila la heri. Hii ofa nilisikia wakati nilipokuwa katika mashindano ya Qur'ani kwa mara ya kwanza. Na nikawa naifuatilia na mpaka niliposikia kwamba watakuwepo katika kituo cha huku Tuangoma, na kwa sababu Tuangoma huku ni karibu na Vikindu, nikaamua leo nihudhurie. Al-Hikma, Allah wajaze kheri, Allah awape kila wanalohitaji kutokana na hizi wanazozitoa, ofa wanazozitoa, ambapo zimesababisha tupungue gharama katika mambo kama haya. Hii ofa nilimsikia jirani juzi. Umesikia juzi? Ofa muda mrefu kama umesikia juzi mzee wangu? Ni juzi. Tena kwa jirani. Ndio leo nikaja hapa. Mashaallah. Neno lako kwa Al-Hikma Foundation ambao ndio wamefanya jambo hili, unawaambiaje? Wajalia watu waweko na wafanye kheri wote hawalipe. Kwa sababu ofa kama hii si aghlabu sana kutoka. Tunawashukuru kwa sababu wametuthamini na wametujali. Na wamejua kuna watu ambao uwezo wetu ni mdogo, ambao swala hili tulikuwa tunalifikiria, tunaitafuta hiyo pesa ya kufanyia swala hili. Lakini sasa kwa leo tunashukuru, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu azidi kuongezea, palikopungua kaongezee 7 mara 70. Na mtazamaji, tukiwa bado tungali hapa katika kituo cha afya hiki cha Tuangoma, tuko na mzee wetu ambaye yeye ameleta wajukuu zake wawili, na alhamdulillah wakati huu tayari wote hao washafanywa sunna. Mzee wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tuambie kwa faida ya mtazamaji, unaitwa nani, umetokea wapi? Mimi naitwa Khamisi Ramadhani Abdalla, naishi Tuangoma. Ulijuaje kama leo kuna sunna hapa watoto wanafanywa katika kituo hiki cha Tuangoma? Naam, kuna baadhi ya matangazo tumeyasikia kwamba tarehe 17 tutakuwa na sunna, Sheikh Kishki anakuja kufanyisha sunna watoto ambao hawajapata sunna. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa huduma hii kuja hapa. Mtazamaji, eneo hili ambalo tupo hapa ni eneo ambalo wale watu wote ambao washuhudia kule nje wakiitwa majina kutokana na namba zao zilivyo, inawezekana kutoka 1 mpaka 10, 10 mpaka 20 ndio wanafika hapa. Hii ni ishara kwamba muda mchache tu huingia kwa daktari. Hii nimesikia hospitali ya Nzasa kule. Niko maeneo ya Nzasa na nikapata taarifa. Baada ya kuona watu wazazi wanaingia na watoto wao, nikaenda pale getini nikamuuliza askari, akanieleza, nikaonana na nesi mmoja, akanambia hii jambo litahamia hospitali ya huku hapa Tuangoma. Kwa nikabasi mimi naomba process zake, akanifahamisha, na mpaka jana akanipigia simu kwa ile zoezi itakuwa ni leo. Mashaallah. Watu wako wawili majina yao na miaka yao pia. Wa kwanza anaitwa Ayman Omar Khatibu, umri wake miaka 3 na miezi 6, na wa pili anaitwa Khatibu Omar Khatib ambaye sasa yuko ndani anashughulikiwa. Cha kwanza tunawashukuru Al-Hikma Foundation kwa hiki ambacho wametukifanya katika nchi yetu ya Tanzania. Ni mara yangu ya kwanza kulishuhudia hili jambo, na hata wakati nilipata hizo taarifa niliuliza kuna gharama zozote, naambiwa hapana, gharama yako nauli yako. Nikawa siamini kwa hata katika kuja kwangu leo nimejipanga na kiasi kwa nacho mfukoni, labda naweza nikadaiwa kiasi cha malipo ili niweze kupata hii huduma. Kwa nashukuru kwa hilo, na Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwazidishia, kuwasaidia Waislamu na sio Waislamu, kwa sababu tukio hili katika nchi yetu ni jambo kubwa, ni jambo la kuigwa, kiasi ambapo wallahi alazim Sheikh Nurdin Kishki na jopo lake wamefanya kitu kikubwa ambacho hatujawahi kukiona, sio kukisikia. Ni kitu ambacho taasisi nyingine pia za kidini zinatakiwa ziige pasi na kuangalia udini. Hatimaye leo tena hapa katika kituo hiki cha afya cha Tuangoma, zoezi hili limebadilika. Ilikuwa ni changamoto kidogo, daktari atatueleza ilikuwaje, lakini pamoja na yote tumeenda. Daktari, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mtuambie daktari, hali ilikuwaje leo mpaka sasa hivi tumefika tamati, na kipi ambacho kimesababisha tumalize pia kwa wakati huu? Naam, alhamdulillah. Kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kufika siku ya leo na kuja kutimiza ahadi ambayo tulikuwa
kusudia kuifanya hapa katika kituo hiki cha Twangoma cha kuwafanyia tohara watoto hao ambao walikuwa wamejiandikisha hapa. Alhamdulillah, walikuwa wamejiandikisha watoto zaidi ya 73 ambao wote waliokuwa wamejiandikisha tulikuwa tumekubaliana kwamba tuwafanyie wote tumalize. Na kwa namna ambavyo tulikuwa tumeenda zoezi letu tungeweza kabisa kumaliza, lakini bahati sio kwa nzuri. Tumeshindwa kumaliza wote kwa sababu ya tatizo la umeme. Ujue tu kwamba tunapokuwa tunafanya tukifikisha watoto kama 40 tunaenda kusafisha vile vifaa ambavyo tulivyofanya, lakini mashine ambazo zinazosafisha au tunaita kitaalamu sterilization ni zinatumia umeme. Kwa hiyo umeme bahati mbaya kwa umekatika, umeme tumeshindwa kuendelea kwa sababu hatuwezi kufanya katika vyumba ambavyo ni vichafu. Kwa hiyo tumeamua kulifunga zoezi kwa siku ya leo, lakini tumelifunga tukiwa tayari tumekwisha wafanyia watoto 61. Kwa tunashukuru alhamdulillah, tumewafanyia watoto 61 katika kituo chetu cha Twangoma na mambo yanaenda vizuri. Kituo kinachofuata? Kituo kinachofuata itakuwa ni Mikwambe, katika dispensary ya Mikwambe ambayo tutaifanya kesho asubuhi inshallah, na hata watu ambao tulikuwa tumewaandikisha hapa ambao wamebakia tumewaambia kesho waje Mikwambe ili tuweze kuwafanyia inshallah. Mtazamaji, nasi hatuna la ziada. Kumbuka hiki ni kituo cha 7 tangu tulipoanza zoezi hili la kufanya tohara kwa maana ya sunna kwa watoto wa kiume kupitia ofa ambayo ilitolewa na Al Hikma Foundation. Ni siku ya 9, kituo ni cha 7. Changamoto kama ambayo umeisikia kutoka kwa Dr. Mwimbe akisema ya umeme, lakini pamoja na changamoto hiyo bado watoto 61 Waislamu na wasiokuwa Waislamu wamefanyiwa sunna hiyo. Kituo kinachofuata baada hapa ni Mikwambe. Watoto 61 inafanya idadi mpaka sasa. Kumbuka kabla leo ilikuwa tayari watoto 486 tayari walishafanywa sunna katika vituo vyote 6 vilivyopita, lakini leo watoto 61 inafanya idadi sasa isome jumla ya watoto 547 tayari wameshafanywa sunna mpaka sasa katika vituo 7 tofauti, vyote vikipatikana katika wilaya ya Temeke. Kituo kinachofuata baada ya hapa ni Mikwambe. Mambo yatakuwaje? Endelea kutufuatilia. Asante kwa wote. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga, mimi ni mwana wa Mali Mashi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kituo kinachofuata tarehe 18 mwezi wa 5, zahanati ya Mikwambe. Ewe mzazi au mlezi, muandikishe mwanao sasa katika kituo kilichotajwa kilicho karibu nawe ili asaidiwe. Kumbuka zoezi letu hili ni bure na halibagui mtu kwa dini yake wala kabila lake.